Bwana, nisiaibike milele, kwa haki yako uniponye. Nitegee sikio lako uniokoe hima. Mwanaume anayefahamika kwa jina la Raymond Njau mwenye umri wa miaka 48, mkazi wa Kijenge jijini Arusha, amejitoa muhanga kufa mara baada ya kuanza mgomo wa kula, kisa mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Paul Makonda. Akizungumza nyumbani alikopata hifadhi, amesema lengo la kugoma kula ni kushinikiza kupata nafasi ya kuonana na mkuu wa mkoa wa Arusha ili amuelezee changamoto yake iliyomkabili kwa kipindi cha miaka 9 sasa. Nitaendelea. Kiukweli mimi nitaendelea kwa sitakula mpaka nimuone Mheshimiwa Makonda. Huyu mtu anilipe pesa zangu. Akisimulia changamoto hiyo, ndugu Raymond amesema aliajiriwa na tajiri yake mwaka 2016 hadi mwaka 2023 na kudhulumiwa malipo yake, hali iliyopelekea kusingiziwa kesi ya ubakaji wa watoto 15 na ulawiti. Ghafla nikaona wanakijiji wanatokea pamoja na mgambo na mtendaji wa kijiji. Wakaja pale, kulikuwa kuna kisima cha maji pale, wakakata ile kamba, wakanifunga mikono nyuma, wakanitoa kule shambani mpaka kijijini, nipa mbali sana, kwa viboko vya kutosha. Amesema anayemtuhumu kwa madai hayo ni Amos Jackson Mfangavo, ambaye kwa sasa anaishi nchini Marekani mara baada ya kumwajiri kama msimamizi na mlinzi wa mashamba tangu mwaka 2016. Ameendelea kusimulia kwa uchungu kuwa licha ya kumfanyia kazi kwa uaminifu ndugu Amos, alimfukuza, na ambapo jumla ya fedha anazomdai ni zaidi ya shilingi milioni 70. Swahili Media ilipomtafuta mtuhumiwa Amos anayeishi nchini Marekani, alijibu kuwa huyo Ray ni jambazi. Usisahau kulike, kusubscribe, kushare pamoja na kucomment. Mimi kwa majina naitwa Raymond Vincent Njau, ni mkazi wa hapa Arusha. Mimi ni mtoto yatima. Nililelewa kwenye kituo cha Moschepo Children Center. Mamangu alinitupa nikiwa na miezi 3. Kwa nikalelewa kwenye kile kituo. Lakini baadaye nilipokuja kutoka kwenye kile kituo, nikawa nimewasiliana na kakaangu kwa habari ya kuona namna gani naweza nikapambana na maisha yangu. Kwa hiyo nikawa naishi pale kwa bro wangu. Lakini baadaye nilipata matatizo, nikaja nikahukumiwa kifungo cha miaka 15, nikatumikia kifungo changu mwaka 2006 mpaka 2016, nikamaliza kifungo cha miaka 10. Lakini baadaye, baada ya kutoka kwenye kumaliza kile kifungo, kiukweli sikuwa na mahali pa kwenda. Kwa hiyo nikalazimika nimtafute kaka yangu ambaye ni mwalimu kwa sasa, ambaye naye tulilelewa naye pale kwenye kile kituo cha Moschepo, na nikamuomba kama kuna uwezekano wa kumtafuta rafiki yangu ambaye anaitwa Amos Jackson Mfangavo, ambaye tulikuwa tunafahamiana naye toka nilipokuwa mdogo, nilipokuwa nalelewa kituo cha watoto wa Moschepo. Tulifahamiana naye na tulikubaliana kufanya kazi ya Mungu ya kuhubiri kwenye mashule. Baada ya kutoka gerezani, nikawa